Mpendwa mtazamaji, tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 26. Ni habari ya maisha ya mitume wa kwanza kabisa ambao baada ya kuendelea kutoa ushuhuda wa matendo yao kwamba Kristo amefufuka kweli kweli, haleluya, walikamatwa wakafungwa ndani ya gereza. Na walipofungwa ndani ya gereza, ambao mmoja wapo alikuwa ni Petro na Yohane, malaika wa Bwana alikwenda gerezani, akawaamsha, akawaambia watoke. Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akiwaambia, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yake yale ya uzima. Nao asubuhi na mapema wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Sasa habari hii inatufundisha jambo moja kubwa sana la kusimamia ule wajibu ambao Yesu ametupatia. Hawa mitume, kumbuka, Yesu aliwaambia, nendeni mkawafanye watu wote kuweza kuwa wanafunzi wangu. Wakakumbana na upinzani, kufungwa gerezani kwa sababu ya kuhubiri Injili. Na magereza ya kipindi hicho yalikuwa hana hali nzuri. Tungekuwa ndio watu wa siku hizi, tusingeweza kubali kuweza kuingia gerezani kwa ajili ya Kristo. Moyo wao wa kuweza kumpenda Mungu kwa viwango vikubwa na Yesu, walikubali kuingia gerezani, wakafungwa ili neno la Mwenyezi Mungu lisiende mbele. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango na wao, Yesu bado ana mpango na wao, dunia nzima haijajua kwamba yeye yuko hai, akatuma malaika zake akaenda kuwafungua, na akawaambia, nendeni tena kanisani huko. Fundisho hapa kwamba mara nyingi sana unaweza kupata maumivu makubwa sana kwa baadhi ya watu ambao ulikuwa uko nao, unafanya nao kazi, unafanya nao huduma, unashirikiana nao katika mambo mbalimbali, ukapata changamoto hii. Na changamoto kubwa unayoipata ni hii, wale ndugu kukutenga, kukufanyia mambo ya mabaya, kukuumiza. Na baada ya hapo sasa roho yako ikawa ni nyeusi kurudi katika swala lazima la ile kundi. Angalia, Yesu anawaambia hata kama au wamekusababishia umefungwa gerezani, rudi kwao ukaweza kuwa ushuhuda kwao. Bado na mpango na wale watu. Petro na Yohana walikwenda hekaluni tena kwa ajili ya kuweza kutoa neno hili la ushuhuda, na wakakamatwa na makuhani, wakawekwa tena kwenye kikao, wakiuliza maswali mengi mazito sana. Lakini saa hizo wakaogopa kuweza kuwatishia, kwa sababu watu wote walikuwa wanaamini kwamba Yesu Kristo yeye ni mzima na amefufuka, na watu wote wanawaamini juu ya hiyo. Kwa jambo la msingi la kujifunza, haijalishi kwamba umeumizwa namna gani katika eneo fulani la watu, Mwenyezi Mungu akutendea muujiza, rudi tena kwa wale watu, kasimame, fanya ile kazi Mwenyezi Mungu alikupatia. Tuna muda mchache sana hapa duniani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.